Kimbia njoo hapa. Roho wa Bwana anataka kusalimisha leo, anataka kuponya leo. Kimbia njoo hapa. Kubwa sana ambayo wanadamu wa kawaida hawawezi kuipata. Nakupa hongera, na watoto ni wengi wamekuja, na wapa hongera. Baba mchungaji, karibu tu baba mchungaji. Hawa ni watoto wako sasa, wanazaliwa sasa. Haya, fumba macho yako, alafu nifate kwa sala hii ya maana sana ya wewe kwenda kupokea maisha mapya. Hebu fumba macho, sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nimelisikia neno lako, nami natubu sasa. Naomba Yesu unisamehe kabisa, sitatenda dhambi tena. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike Yesu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi ni wako, katika jina la Yesu. Na mkataa shetani na kazi zake zote, na kukaribisha Yesu uingie ndani yako na kunifanya upya katika Bwana. Itembee na kuweka huru mbali na mateso katika jina la Yesu. Mwamba wa miamba, simba wa kabila la Yuda, ninaamuru roho ya dhambi na mateso iondoke katikati ya watu hawa, iwaachie watu hawa katika jina la Yesu. Pokea maisha mapya, pokea maisha mapya, pokea maisha mapya katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Hebu niangalie, nitazame, niangalie kila mmoja sasa. Wewe umeokoka, na kwa kuwa umeokoka, usirudi dhambini tena. Wangapi kati yenu ni wagonjwa? Nyosha mkono kama ni mgonjwa. Okay, vizuri sana. Naomba sasa majini yote ondoka. Naomba hata hao watoto wahudumiwe tafadhali. Yes, piga makofi kanisa mengi sana. Tumeanza na watu wengi sana. Yes, twende hapo kwa ajili ya huduma sasa hivi Arusha kwa Yesu. Naomba wahudumieni dakika moja. Rapasakarabababa. Yes, yes, yes. Majini hayana nafasi. Yes, huyo mama anapona sasa hivi. Twende na muda umeshaisha kabisa. Yes, huyo mama mwenye majini. Yes, yes. Sasa ninaomba wakati wanahudumiwa kwa dakika moja, kama uko mtu mgonjwa na mwenye wewe mgonjwa una mateso, fanya haraka, kimbia. Wewe unauma, fanya haraka. Tunapomaliza, tumemaliza sasa, sogea karibu na mimi. Yes, yes, yes. Kuna mtu ambaye hasikii hapa, ana tatizo la kusikia kati yenu. Ni wewe? Ndio wewe. Okay, shika sikio lako. Hebu, limekuwa halisikii kwa muda gani? Karibia mwaka. Sogea, maana Roho wa Bwana ameshasema nami ya kwamba utasikia sasa hivi. Kuna mtu ambaye haoni vizuri kati yenu? Ni wewe, huoni vizuri? Sogea hapa, utaona sasa hivi. Rapasakarabatikabuka. Jesus! Kuna mama yeyote hapa kati yenu na uvimbe tumboni? Njoo hapa. Siongei tu, Roho wa Bwana yuko kazini. Msogeze hapa, yuko kazini sasa hivi. Hiyo ni karama ya neno la maarifa, na wote watapona kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Funika macho yako kila mmoja, funika macho yako. Chukua mkono wako mmoja, shika mahali unapoumwa, Wahudumu mupo hapa? Hebu nyosheni mikono niwaone.
Sasa hivi ndio shughuli inaanza ya operation. Leo ka operation kadogo, kesho tunaingia theater kubwa. Nakwambia utaona viwete wakitembea, unaonyesha nguvu ya Mungu. Mwekee mikono huyu uliye jirani naye. Napenda kukushirikisha neema hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, unayefungua vipofu, unayefungua viwete, unayefungua viziwi, katika jina la Yesu. Maaskofu, kazi imeanza. In the name of Jesus. Hayatoka mateso yote, toka mateso kwa jina la Yesu. Pepo uziwi, toka kwa jina la Yesu. Lemoha right now in the name of Jesus. I break you permanently in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus. Katika jina la Yesu. Haya majini yote, majini yote, weke mikono. Huyu mama ana tatizo, nimeliona tatizo ndani yake. Katika jina la Yesu malizika. Majini toka yote. Huyo mama na mashetani, huyo mama na majini, huyo toa pepo hiyo katika jina la Yesu. Weka mkono juu yake in the name of Jesus. Huyo nilishamuona tangu anatembea, nikamuuliza unaumwa, maana kulikuwa na kitu ndani yake kibaya. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. We mzee, cha njoo hapa, njoo wewe, njoo zika kaka, nisogezee huyu mama hapa in the name of Jesus. Sogea mama, ili upokee muujiza wako in the name of Jesus. I destroy every power of darkness in you in the name of Jesus. Receive your miracle right now in the name of Jesus. Receive in Jesus name. Receive in Jesus name. In Jesus name. Msogeze na huyu hapa, msogeze hapa huyu ili tumalize kazi. Funika macho yako mama in the name of Jesus. Airakasirabo, kamwachie tu in the name of Jesus. In the name of Jesus. Satana, I bind you now. I release her right now in the name of Jesus. Haya, ninatamka sasa, sikio lako lizibuke na liweze kusikia katika jina la Yesu. Sikio lako lizibuke, macho yako yafunguke katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako mara moja katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uvimbe yeka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sogea hapa, funga macho yako, maana kuna jambo la tofauti Mungu anataka kufanya ndani yako right now in the name of Jesus. I destroy the devil. Come out of her right now in the name of Jesus. In Jesus name. Ziba sikio hii lililokuwa linasikia. Unaitwa nani? Na kuuliza tu, siniangalie. Unaitwa nani? Victor. Hayo tayari unasema. Tupanda huko. This way. Yakasakara baba. Yes. Ziba kabisa sikio hilo mwanangu. Yes, mweke mic. Naitwa nani? Naitwa Viki. Ndio. Kwa muda gani ulikuwa usikii? Miaka 2 sasa. Nilikuwa nisikii kabisa. Ndio. Sasa unaonaje? Nasikia. Nani amekuponya mwanangu? Yes. Jesus. Nani amekuponya? Utamfuata kuanzia lini? Kuanzia sasa. Ubalikuwa hajaokoka, so shit. Unaona? Angalia nimevaa nini? Sote. Na rangi gani? Nyeusi. Hapa nimevaa nini? Tai ya rangi gani? Nyekundu. Bwana huko baba. Nawaambia Arusha, Yesu wangu sio marehemu. Yesu wangu sio marehemu. Pada huku mama, umtukuze Bwana. Na mwingine uliyekuwa na uvimbe ni yupi? Ni wewe, nitazame. Ulikuwa na uvimbe wapi?
Ulikuwa ukishika unaiona? Hebu shika tena. Haipo tena. Panda huku mama. Piga makofi kwa mfalme Yesu. Piga makofi Tanzania. Nataka nikuambie Yesu ni Bwana, ni Bwana. Wewe ulikuwa na uvimbe huo kwa muda gani? Uvimbe nao tangu mwaka 2006. Nilishapelekwa Mount kupigwa operation. Ikawa sijapigwa operation, nilikosa hela. Nikaenda kwa mchungaji Rogers. Akawa ameniombea nikawa yale maumivu kwa sababu hata kusimama nilikuwa siwezi kusimama. Lakini juzi ukawa umenirudia, nimerudi Mount Meru. Nikawa nasikia maumivu huu upande wa chini. Nikaandikiwa dawa za shilingi 27,000 na zile dawa sikuzipata. Kwa sababu nilikuwa namwamini Yesu, nilikuwa naomba. Sasa umesikia nini leo? Wakati tunaomba. Nilipotoka pale kwenye kiti, nilikuwa najisikia yani kama mwanamke anayetaka kujifungua. Nilipofika hapa, mkasema ni nani mwenye uvimbe tumboni. Yaani nilipokuwa hapo wakati mnaomba, nikasikia yani kama kuna mtu ananimwagia maji. Na nilipopashika hivi yale maumivu sikuyasikia. Yesu makofi mengi. Na mama, kwa miaka mingapi umekuwa huwezi kuona vizuri? Miaka mitatu sasa. Na sasa hebu angalia huku, unaonaje? Unaiona? Piga makofi kwa mfalme. Nani amekuponya? Utampata? Kuanzia lini? Kuanzia sasa. Piga makofi mengi kwa mfalme Yesu. Wamama sana. Nenda nao na huyu mama amefanywa muujiza. Alikuwa na nguvu za giza, amefungua. Mama, nenda sasa salama, na kesho usikose semina. Naomba wasaidie washuke. Kesho semina saa asubuhi. Yes. Watu wote waliokoka na wasiokoka, yule mhindi atahudumia kesho saa 4 asubuhi. Mnakaribishwa wote, karibisha na wengine. Mama, wewe ulikuwa na mateso gani? Mimi nateseka na moyo na typhoid. Ulikuwa unateseka na moyo? Na typhoid na goita. Kwa miaka mingapi? Miaka mingi. Goita bado ipo, na typhoid na moyo sasa hivi najisikia nimepona. Moyo umesikia umepona? Nani amekuponya? Yesu. Utamfuata? Nitamfuata. Kuanzia lini? Kuanzia leo na siku zinazoendelea. Kuanzia leo na siku zinazoendelea. Na goita, in the name of Jesus, I melt it. I melt it. I melt it. I melt it. In Jesus name. In the name of Jesus. Hiyo goita iisha. Haya kwenda. Haya malizika. Malizika goita. Malizika. I eradicate you. In Jesus name. In Jesus name. Isaac, fanya kazi hiyo. Umepona. Wengi wamepona. Binti, ulikuwa na shida gani? Na akili ilikuwa na kusumbuaje? Fahamu zinaenda kila wakati. Na sasa hivi unasikiaje? Akili zimerudi. Hiyo hali imekutesa kuanzia lini? Tangia darasa la 5. Ukienda nyumbani kwa nguvu zako tutembelee, kwa neno lako Bwana, kwa mkono wako wenye nguvu tutembelee Bwana, tutembelee Bwana, kwa uwepo wako tutembelee
baba rabobo ribara shanda raba rabobo ikashokanda raba kando sheyere baba ikashokanda raba la oh ro raba le raba raba shanda Oh shashana masakara pata baba para baba yashanda makora masopa kusha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka utambue jioni ya leo kwamba mkutano huu ni kwa ajili yako. Tumeweka hadharani kwamba ni wa kwako. Sema huu ni mkutano wangu. Sema huyu ni mhubiri wangu. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya mkutano mzuri. Jana tuliona mambo ya ajabu uwanjani, na baada ya kutoka hapa tena ndani kanisani kule, mama mmoja alikuwa kabisa kiziwi, masikio yote mawili Bwana akamfungua tena akasikia. Alikuwa na uvimbe tumboni ukayeyuka. Piga makofi kwa Yesu. Kwa hivyo na leo ni zamu yako. Tarajia muujiza. Tarajia muujiza. Basi kwa heshima kubwa na taadhima, ni fursa yangu kwamba namkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye amemwinua katika siku zetu, amempaka mafuta si ndani ya taifa letu tu, hata mataifa mengine. Tukuze Mungu wakati namkaribisha mwinjilisti na mchungaji Moses Magembe. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Naomba inua mkono wako wa kulia. Hebu inua mkono wako wa kulia juu. Tuombe. Jemadari mkuu, Bwana wa vita, jioni hii ni jioni ya pekee ambayo umetupa ili Bwana tuweze kuyaona matendo yako mema na kuisikia sauti yako. Bariki watu wako, bariki mkutano huu, bariki mji huu, na umbariki kila mmoja ambaye yuko katika viwanja hivi, kwa Yesu Kristo Mwokozi milele. Amina. Hebu naomba tuketi. Na jana niliahidi kwamba tutaimba. Niwaombe sasa tuimbe wimbo mfupi. Vamos. As cadeias, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, segurança Ele nos dá, seu fundamento da minha vida Ele é. Ele livrou-me do inferno e da morte. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Segurança Ele nos dá. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Seu fundamento da minha vida Ele é. Ele livrou-me do inferno e da morte. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Segurança Ele nos dá. Muito obrigado. Naomba sasa toa tafsiri. Okay. O wimbo unasema Yesu amevunja vifungo vya shetani katika maisha yangu.
Kwa hiyo katika maisha yangu sasa hizi furaha yangu ni kumsifu yeye na kumwimbia yeye. Siwezi kuishi na siwezi kuishi bila yeye. Haleluya. Haleluya. Jioni ya leo nesta tarde naomba unisikilize kwa makini. Peço para me escutar muito bem. Kama nilivyokudokeza jana, como eu falei ontem, ninahubiri zaidi maisha ya Yesu. Eu falo muito mais da vida de Jesus. Jana nilianza eu iniciei kuongea habari za kupokelewa kwa Bwana Yesu. Falar acerca de como recebemos. Na tuliona ulimwengu ukigawanyika makundi mawili. Vimos o mundo dividido em dois grupos. Kundi la kwanza, o primeiro grupo, likimkubali que aceitou, na kundi la pili, e o segundo grupo, likimkataa. Rejeitou. Na makundi hayo e esses grupos yameendelea mpaka leo, continuaram até hoje. Na kila mahali, e cada sítio, injili inapohubiriwa, quando o evangelho é pregado, makundi hayo e esses grupos hujitokeza, aparecem. Lakini jumla ya yote, mas de tudo isso, tunayakuta yanaungana katika kitu kimoja. Nós vimos que se une numa coisa só. Yanamtaja Yesu. E fala acerca de Jesus. Na kwa sababu hiyo, e por causa disso, Cristo Jesus anainuliwa tu. É louvado de qualquer maneira. Kwamba ni kwa kukubaliwa aceitado au kukataliwa, rejeitado, lakini bado anainuliwa. Ele é louvado. Na nikakusihi uwapende sana. E eu te pedi que ame esses wanaohubiri kwa kupinga, esses que pregam onde maana wanatuanzishia kazi, iniciam nosso alafu tunapita kusawazisha na kutoa majibu. corrigir e dar resposta. Haleluya. Haleluya. Na nikwambia tena, eu quero dizer mais uma vez, injili isipopingwa haiendi, lazima ipingwe, deve ser opositada, ndipo inachanua. e depois é que cresce. Lakini nataka nikuambie, eu quero te dizer, Yesu atabaki kuwa mwamba. Jesus vai continuar a ser a rocha das rochas. Sema amen. Diga amém. Sema amina tena. Diga amém again. Na nikakuambia, eu te falei, kundi lile linalomkubali, o grupo que o aceita, lilikuwa na aina tatu za watu. Tinha três tipos de pessoas. Nakumbuka nilitaja kundi moja, e eu recordo que falei, muda ukawa umeniishia, o tempo me acabou. Lakini kundi la kwanza nilitaja, mas o primeiro grupo ni kundi la watu wa kawaida, que é grupo de pessoas normais, wakulima, que eram camponeses, wachungaji wa makondoo, que eram também pastores. Kundi la pili outro grupo ambalo sikulitaja que eu não mencionei ni la wanadini, é o grupo religioso, ikiwakilishwa na Simeoni, que era representado por Simeão na Hana binti Fanuel. Também Ana. Sasa nataka nikuambia, eu quero te dizer, huna udhuru mwanadamu. não existe nada do mal. Kama wewe ni mkulima, se você é camponês, kama wewe ni maskini, se você é pobre, huwezi kusema não pode dizer ya kwamba kwa sababu mimi ni maskini, que eu sou pobre, Yesu si kwa ajili yangu. Jesus não é para mim. Nakwambia hapana, digo não. Yesu ni kwa ajili ya kila mtu. Jesus é para cada Wewe ni mwanadini, você é religioso. Wako wanadini wengi, existem muitos religiosos, na wengine walikuwa viongozi wakubwa wa dini kama kina Paulo. como Marta Paulo. Paulo alikuwa Farisayo, Paulo era kina Nikodemo. Nicodemos também. Mara ya kwanza alienda kwa siri, foi em segredo, lakini mara ya pili mas a segunda vez Nikodemo hakwenda kwa siri. Nicodemos não foi em segredo. Saa ya kuzika mwili wa Yesu, foi Yusufu wa Arimathaya o José aliushusha msalabani. tirou o corpo de Jesus. Nikodemo e Nicodemo akaleta ratili 100 levou za mafuta ya kupaka mwili wa Yesu. no corpo de Jesus. Kwa hiyo hakubaki sirini tena Nikodemo. Terminou no segredo. Na watu wanashindwa kuelewa muktadha wa maandiko, wanadhani Nikodemo aliendelea kuwa sirini. Hakuendelea kuwa sirini. Kwa hiyo kama wewe ni mwanadini, wako watu wa dini wengi waliomwamini Yesu, ya
lakini wako mamajusi. Existe também Hawa ni wasomi, ni educated people, na ndio maana hata wanapoingia Yerusalemu entram em Jerusalém, hawaanzii pembeni, não iniciaram wanakwenda ikulu moja kwa foram moja, diretamente no kwa palácio. sababu walikuwa na kibali Lá cha tinham a permit, diplomatic passport kama ni leo. passaporte diplomático. Kwa hiyo wanaingia ikulu moja kwa moja No palácio na wanamkabili Herode, e vão enfrentando ele. hawaulizi mtu mwingine, Perguntaram a outra pessoa. wanamwambia yuko wapi E eles perguntaram: aliyezaliwa mfalme wa onde Wayahudi? nasceu? Sisi tumekuja kumsujudia. Viemos para Kwa adorar. hiyo wanamkabili mfalme Eles enfrentaram ele. wakitaka waeleze Ele anunciava. mfalme aliyezaliwa yuko wapi. Queriam saber o da frente. Bahati mbaya sana E muito feio. Herode hakuelewa, Herodes não sabia. akawaita makuhani Chamou sacerdotes waliotakiwa wawe wanajua, que podiam saber. wakaulizwa Foram perguntar yuko wapi. onde está. Wao wakakimbilia maktaba, Eles correram para a library, biblioteca. wakaanza kufungua vitabu Começaram a abrir livros ili waone para ver maandiko yanasemaje. como as escrituras dizem. Haikuwa maandiko Não é as yanasemaje, escrituras como diz. swali ni yuko A wapi, pergunta é onde está. maana ameshazaliwa Ele tayari. já nasceu. Sema haleluya. Diga aleluia. Kwa hiyo nataka nikwambie, Eu quero te dizer, Yesu Jesus Yesu ni Bwana. é o Senhor. Leo Hoje nataka tuongee jambo nyeti, eu quero falar acerca de uma na coisa. ninapoliongea jambo E hili eu, quando falo desse, wagonjwa huwa wanapona os doentes ficam kabla curados. sijamaliza Antes de kuhubiri. eu terminar, Viwete wanatembea kabla sijamaliza kuhubiri. antes de terminar de pregar, Sikiliza, escuta-me. fungua Biblia pamoja Abre a na tua Bíblia comigo. Injili ya Yohana No Evangelho de João, sura ya 19 capítulo 19, mistari mitatu 13, 28 mpaka 30. 28 até 30. Nataka jioni ya leo Eu quero dar essa tarde niongee juu ya neno falar acerca da palavra. ambalo tunaliimba sana. Nós muitas vezes cantamos, Pambio nyingi muitos louvores, zimeliimba hili neno, cantamos acerca da palavra, lakini hatujawahi mas nunca kutulia paramos de na pensar, kuifanyia uchambuzi meditar um pouco neno hili. esta palavra. Hebu naomba nisome, Então eu deixo eu ler. soma pamoja nami Leia junto comigo, wakati nikisoma. enquanto eu leio também. Yohana 19 João 19, mstari wa 28 versículo 28 hadi wa 30. até 30. Biblia A inasema, Bíblia diz: baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika. Naomba nirudie tena, baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha malizika, ili andiko litimie, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Mstari wa 30, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alipokwisha kuipokea ile siki, alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Alisema Ele disse: imekwisha. já está acostumado. Alisema Ele disse: já está imekwisha. acostumado. Alisema Ele disse: já imekwisha. está acostumado. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hebu punga mkono, Levanta suas mãos. punga mkono wa amani. Levanta suas mãos. Hebu tumpe Yesu makofi. Vamos bater palma para Jesus. Jesus. Hebu mgeukie jirani yako, Vira para teu próximo. mwambie yote yamekwisha. Diga: tudo já está consumado. Mwambie yote yamekwisha. Tudo já está consumado.
Diga para teu vizinho. Mwambie yote yamekwisha. Tudo está consumado. Mwambie kwa sauti, yote yamekwisha. Voz alta. Tudo está consumado. Unayeandika, hicho ndicho kichwa cha somo letu. Esse que é o título da minha. Yote yamekwisha. Tudo consumado. Ziko pambio nyingi sana, Muitos louvores zinasema yote yamekwisha. tudo já está consumado. Yote yamekwisha. Tudo está consumado. Pale Kalvari yote Lá no yamekwisha. Calvário tudo já está consumado. Lakini hatujawahi kujiuliza Mas nunca nos perguntamos, hayo yote ni mambo gani? tudo é o quê? Hayo yote ni yapi? Todas. Quais? Hayo yote ni yapi? Tudo isso. Quais são? Haitoshi tu kusema yote Basta yamekwisha. dizer tudo está consumado. Hayo yote ni yapi? Quais são? Sema amen. Diga amém. Kwa hiyo jioni ya leo Então nessa tarde nataka tuyaangalie eu quero que a gente olhe hayo yote essas yaliyokwisha. coisas que estão consumadas. Quais são? Sema amina. Diga amém. Hebu sema amina, mtu wa Arusha. Amém, povo de Arusha. Hebu sema tena amina, Mais uma vez, amém. ili tuisikilize injili ya O Yesu. Evangelho de Jesus. Sema tena amina, Diga amém. na kama upo mgonjwa Está aí doente, anza kupona, começa a receber anza cura. kupona, Começa a receber anza cura. kupona, Começa a receber cura. anza kupona, Começa a receber cura. anza kupona, Começa a receber cura. anza kupona. Esta cura. Nisikilize Mtanzania, Puta Tanzania. yako mambo mengi sana Há muitas coisas ambayo que tunayasema tu, nós falamos, lakini mas hatujawa makini não estamos muito atentos kuelewa maana yake. a entender o significado. Katika kufundisha No ensino, nimejaribu sana eu tentei kufanya utafiti kadogo, investigar pouco kwamba Wakristo que os cristãos wako makini kiasi gani estão atentos kuhusiana na imani yao. acerca da sua fé. Nimegundua ya Eu kwamba descobri que mambo há mengi muitas coisas tunayabeba kimapokeo, carregamos por receber. tunayabeba tu. Carregamos só. Siku moja nilikuwa nafundisha, Um dia eu estava a ensinar. nikatoa maswali ya kawaida, Eu só dei umas perguntas muito simples. nikauliza Eu perguntei, hivi, nini maana ya kuamini? o que significa crer? Watu hawawezi kueleza maana ya Vocês kuamini, não conseguem explicar o que é isso. na hata sasa umeanza kuhangaika. Veja agora você está preocupado aí. Sasa kuamini, Crer. imani ni baada ya mambo yote. A fé é Hapana, mimi sijakuuliza imani ni nini, Eu não estou te perguntando o que é fé. nimekuuliza maana ya Eu disse kuamini. o que significa crer. Hivi nini maana ya kutubu? O que significa arrepender-te? Kutubu ni kutubu. Arrepender é arrepender. Ya, kuna vitu vya kuchekesha. Mzee Quando Sosa, você fazer watu wanasema ni Wakristo lakini hawajui, yani liko tatizo kubwa, liko tatizo muito kubwa. grave. Nikauliza, Eu perguntei, kuna tofauti gani qual é a diferença kati ya kutubu na kuungama? entre se arrepender e arrepender-se? Tunayasema tu, Nós falamos, falamos, Sasa moja ya tatizo kubwa mas uma das coisas básicas ambalo lipo que existe ni kwamba é watu pessoas hawaelewi não entendem maana ya msalaba. o significado da cruz. Naomba unisikilize Eu kwa peço makini. para me escutar atentamente. Watu hawaelewi As pessoas maana ya msalaba, o que significa a cruz. hata kazi ya msalaba E a obra da cruz haieleweki. não é percebido. Nataka unisikilize, Eu quero que tu me escutes. wakati tulio nao O tempo que nós temos sio wa kwenda tu. não é o tempo de andar. Halafu pia mnisikilize wa Tanzania, Me escute, Tanzania. imani A fé sio umbumbumbu, não é burrice. sio kwenda tu kama taira. Não é ser um maluco. Kiingereza tunasema hivi, Em inglês nós dizemos, faith is reasonable, fé é razonável. it is not foolishness. Não é loucura. Imani sio umbumbumbu. Fé não é loucura. Não é loucura.
You need to realize the reasonableness of the gospel. Você precisa entender. Lazima ufike mahali ufikirishe katika ufahamu wako, Precisa alcançar no seu entendimento. mantiki ya kuamini, mantiki ya kuamini. O que é o evangelho? Sema amina. Diga amém. Sasa nini kimeisha msalabani? Está consumado na cruz. Mambo gani yameisha msalabani? Estão consumados na cruz. Na kabla hatujayaeleza yaliyoisha msalabani, De dizer o que ni termina. lazima tuelewe msalaba. Entender o que é a cruz. Hili ni mti hili Esse pau ambalo yameunganishwa mawili foi unido namna hii. dos paus, dessa maneira. Hili ni mti hili Esse pau, ndilo linaimbwa dunia nzima. todo mundo canta. Msalaba Cruz, ni nini o que é? na nini sio msalaba? E o que é não é cruz? Nini msalaba O que é cruz? na nini sio kazi ya msalaba? Não é a obra da cruz. Kwanza nataka ondoe mambo matatu manne. Primeiro quero tirar 4 ou 3 coisas. La kwanza, Primeiro, msalaba kamwe a cruz haujakusudiwa foi proposital kuwa ishara ya jengo la kuabudia. ser o símbolo do lugar de adoração. Sio vibaya Não é muito mal kuweka pale, pôr ali, lakini mas kama wewe se você msalaba a cruz, unadhani kazi yake ni ile, a obra da cruz é aquilo. huelewi maana ya Você msalaba, não entende o que isso significa. na wala kuweka msalaba kwenye jengo E pôr a cruz no hakubadilishi ile kuwa jengo. não muda aquele Ni jengo tu. é o edifício. Tunaweza tukaweka mahindi humo ndani, Podemos pôr tunaweza tukaweka kokoto humo ndani, podemos pôr também Ni jengo lá tu. dentro. É uma casa. uelewe sana. Devemos entender muito bem. Tena E também msalaba a cruz haujakusudiwa não foi proposital. kuwa ishara ya mfu Mkristo. Símbolo de crente morto. Ukienda kwenye makaburi ya Wakristo Se for no cemitério do imejaa misalaba, está cheio das na wengine ni vita. e outros é uma guerra. Ikifika saa ya kwenda kuweka msalaba kwenye kaburi la baba yao au ndugu yao, Quando chega a hora de pôr cruz, ole wako usipochangia. aí ele diz que você não contribui. Ni mapambano. É guerra. Sasa nakwambia hivi, Eu te digo o seguinte: hiyo wala sio kazi ya msalaba, essa não é a obra da cruz. na ule msalaba E aquela cruz haubadilishi kamwe hatima ya yule marehemu. forma o destino daquele falecido. Hata mungeweka misaraba ya shaba na ya dhahabu, Tipo da cruz. mlundike juu Ouro, da prata, jeneza msalaba, da caixão, da cruz, sanda ya msalaba, também aquela roupa dentro. kila kitu msalaba, Cruz, cruz. na kaburi mchonge la msalaba. Também aquele caixão, Mumzike huyo mtu enterrar essa pessoa. na yeye mnyoshe na mikono awe kama msalaba. Também levantar as mãos para Haibadilishi hatima yake. o seu destino. Kama ni wa jehanamu ni wa jehanamu, Para o ver kama kabla ya kufa kwake antes deles de morrer. hakuelewa maana ya O msalaba que significa cruz? na atatenda yapasayo Veja o seguinte: kuhusu msalaba wa Yesu aquilo da cruz de kabla ya kufa kwake, da sua morte. kumwekea misalaba Ora, a cruz, baada ya kufa depois da morte, ni hadithi ya Abunuwasi na Sungura. história só, anedota. Na Wakristo wanaoangalia wanapokwenda kuzika, Eu vejo os cristãos quando vão enterrar alguém. anayepewa kubeba A msalaba pessoa que carrega a cruz anatangulia mbele, vai à frente. anaubeba kwa kibiongo kweli, Ele carrega muito bem, mas não deixa tena cair. anaubeba kwa heshima. Ele carrega com muito respeito. Ole wake ukiudondosha. Pode deixar cair. Na washanga Eu admiro muito Wakristo hawa esses cristãos. na shaajabu, E até admirar jamaa mwenyewe anayekwenda kuzikwa aquela pessoa que vai ser enterrado. kafa na ukimwi, Morreu de sida, mlevi, bêbado, kafa dhambini, morreu no pecado.
hawajali kabla ya kufa não importa antes da kumwambia habari za msalaba. falar acerca da cruz. Akisha kufa Quando morre, tayari wanamtangulia na eles msalaba, vão à frente com a cruz tena wanakwenda e vão aí. na ole wako E ai de ti akija